Karibu tujadili kuhusu mfumo bora wa kutatua changamoto za wananchi. Na kwa Tanzania tukiangalia zaidi, mfumo wa utawala una ngazi mbalimbali ambazo zimelenga kusogeza huduma karibu kwa wananchi, na ndani ya muundo huo pia ukitazama ofisi ya Rais TAMISEMI ikiwa na jukumu la kuratibu na kusimamia tawala za mikoa pamoja na serikali za mitaa, ikiwa tofauti na wizara nyingine ambazo ziko zikishughulikia sekta maalum. Yenyewe pia imekuwa ikisimamia moja kwa moja mamlaka za serikali za mitaa zikiwemo halmashauri za wilaya, manispaa na majiji pamoja na uratibu wa utawala za mikoa. Lakini ni kwa ngazi gani pia ambayo wananchi wanaweza kufikisha changamoto zao na zikafanyiwa kazi pasi na kusubiri viongozi katika ngazi za juu kufika katika maeneo hayo na kuibua changamoto? Namna bora ya kufanya hivyo tutajadili hapa, lakini tutaangalia pia katika mataifa mengine kile ambacho wanafanya katika utatuzi wa changamoto za wananchi. Na kwa kuzungumzia hili hapa studioni tumemwalika Dr. Richard Mbunda, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Karibu sana. Asante. Karibu daktari. Shukrani sana. Na kwa njia ya mtandao na kuangazia pia katika mataifa mengine, tutaangalia kwa upande wa Uingereza, na katika hili tunaye Abdulaziz Jaad ambaye tutazungumza naye kuhusiana na namna ambavyo Uingereza imekuwa ikifanya hasa katika utatuzi wa changamoto za wananchi. Jaad, karibu sana, habari za hapo? Asante sana Hilda, salama kabisa huko. Shukrani sana, na hapo baadaye kidogo tutaangalia hapa jirani tu Kenya, na tutaungana pia na Edwin Kegoli kuangalia pia kwa upande wao ni kwa namna gani hilo limekuwa likifanyika. Lakini kwa kwanza pengine good luck tuangalie ngazi mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika hasa katika TAMISEMI, na kwa mujibu wa kile ambacho kinategemewa basi changamoto kufanyiwa kazi kwa ngazi hizo. Ni wazi kwamba tunapozungumzia uongozi unagusa nafasi mbalimbali, hasa tukiangalia ofisi ya Rais TAMISEMI ambayo ndio kwa kiasi kikubwa inaonyesha mgawanyo wa majukumu kwa mamlaka kutoka serikali kuu kwenda kwenye ngazi ya serikali za mitaa. Na hapa tuna waziri mwenyewe wa TAMISEMI, naibu waziri, katibu mkuu, manaibu katibu wakuu, wakurugenzi wa idara mbalimbali. Lakini pia mbali na hiyo tuna nafasi kwenye mikoa, ofisi ya mkuu wa mkoa, katibu tawala wa mkoa ambaye ni mtendaji mkuu wa mkoa, wakuu wa idara za mikoa kwa maana ya idara za elimu, afya, kilimo na kadhalika. Lakini pia zipo kamati mbalimbali ambazo zipo kama vile kamati ya usalama ya mkoa ambayo yenyewe pia inaongozwa na mkuu wa mkoa. Kwenye ngazi za wilaya pia na kwenyewe kuna mkuu wa wilaya, kuna katibu tawala wa wilaya, kuna na kamati mbalimbali ambazo zipo ikiwemo kamati hiyo ya usalama ya wilaya. Zote hizi ni ngazi ambazo zinaweza zikatatua changamoto mbalimbali. Kwenye ngazi za halmashauri, kwa maana halmashauri za wilaya, halmashauri za majiji, halmashauri za manispaa na halmashauri za miji, kuna wakurugenzi wa halmashauri hizo, lakini pia kuna wenye viti wa halmashauri ama anaweza akawa meya kwa jiji au manispaa, lakini pia kuna naibu wenye viti ama manaibu meya, lakini pia kuna madiwani, kuna wenye viti wa kamati za kudumu mbalimbali ambazo zipo. Zote hizi ni nafasi za uongozi ambazo zinapatikana. Katika ngazi za kata pia na kwenyewe kuna afisa mtendaji wa kata na kuna diwani mwenyewe na nafasi nyingine pia ambazo zipo na maafisa wengine katika kata. Katika ngazi ya kijiji au mtaa kuna mtendaji. Kwanza kuna mwenyekiti ambaye anachaguliwa na wananchi, lakini kuna mtendaji, kuna makamu mwenyekiti, kuna wajumbe ambao wanakuwepo, wajumbe wale ambao wapo kwenye kijiji ama mtaa. Sasa zote hizi ni ngazi za uongozi. Tumejaribu kuonyesha hapo kuona kwamba ni kwa kiasi gani taifa letu lina nafasi nyingi za uongozi. Na hata wengine pia kwenye mijadala Dr. Mbunda wamekuwa wakizungumza kwamba tuna viongozi wengi sana ambao hata wakati mwingine tutafikiria tuwapunguze, kwa sababu kwa mfano katika wilaya moja, wilaya tu moja, ile wilaya moja ina mkuu wa wilaya, ina mkurugenzi,
ina dasi mumo ndani, kunawezekana kuna halmashauri moja au mbili, kuna meya au mwenyekiti wa halmashauri, kuna madiwani. Kwa hiyo ni nafasi nyingi ambazo tukisema kwamba kila kiongozi asimame kwenye nafasi yake, tutakuwa hatuna hizi kushuhudia hizi ziara za viongozi wa kitaifa kama waziri mkuu ama rais anapokwenda kwenye eneo la tukio ama kufanya ziara, anakutana na kero ambazo pengine zingeweza zikatatuliwa na hawa viongozi. Sasa mfumo huu wa uongozi kwako wewe mtaalamu wa masuala ya sayansi ya siasa na utawala, unadhani umetusaidia kwa kiasi gani kutatua mahitaji ama kutimiza mahitaji ya wananchi? Naam, tukiweka katika mtazamo, ni dhahiri kwamba kulikuwa na malengo mahususi yaliyotusababisha tuwe na mfumo huo wa kiutawala ambao unajaribu kuunganisha serikali kuu na serikali za mitaa au tawala za mikoa. Na lengo hasa kipindi cha awamu ya kwanza baba wa taifa ilikuwa ni kuleta umoja wa kitaifa, kujenga umoja wa kitaifa. Kwa maana kwamba kipindi kile utagundua kwamba hata wafanyakazi siku hizi, wewe unaajiliwa tu halmashauri, labda unatoka Kagera lakini unaweza kupelekwa Mbinga kwenda kuwa mfanyakazi kule, sawa? Sasa na hata katika hizi nafasi hizi, kwanza ilikuwa ni kuleta kama nilivyosema muunganiko wa serikali kuu na serikali za mitaa. Kwa mfano, nafasi nyingi ulizozitaja hapa ni wateule wa rais, kuanzia mkuu wa mkoa, kuanzia katibu tawala wa mkoa, kwenda katibu tawala wa mkoa, kwenda mkurugenzi wa halmashauri au manispaa vyovyote itakavyokuwa, afisa katibu tawala wa wilaya na mkuu wa wilaya. Hao wote watano na ni wazito sana, ni wateule wa rais. Na hao sasa wanaleta kile kitu ambacho tunakiita ni uwajibikaji kuelekea juu. Kwa sababu mamlaka yao ya uteuzi ni rais, wanawajibika moja kwa moja kuelekea juu. Sasa hili ni tatizo kwa sababu moja, yeye anachotakiwa ni kumfurahisha tu mamlaka ya uteuzi na wale wateule wa juu. Tunajua kwa mfano mkuu wa mkoa, ukisoma ibara ya 61 ya katiba inasema kwamba atateuliwa na rais kwa kushauriana na waziri mkuu. Kwa hiyo ina maana hao watu wawili ndio muhimu zaidi. Na makamu wa rais automatically anakuwa ameshiriki katika huo uteuzi. Kwa hiyo ni watu ambao anawaangalia kwa jicho la kipekee, na hakuna uwajibikaji kuelekea chini. Na ndio maana kwa mfano utagundua hivi karibuni kulikuwa na kwenye mitandao ya kijamii kulisambaa taarifa kwamba mkuu wa mkoa amemjibu mama mzazi aliyelalamika kuambiwa kwamba anatakiwa apeleke vifaa au vifaa havipo hospitali vya kujifungua. Akaambia nenda mume wako akakusaidia kujifungua, mwambie andae kisu mkasi akusaidia kujifungua. Katika hali ya kawaida kiongozi ambaye labda kwa mfano angekuwa amechaguliwa na wananchi hawezi kumjibu hivi mwananchi, kwa sababu kutakuwa na madhara makubwa, unaona. Kwa hiyo uwajibikaji wa kuelekea juu ndio unafanya hata kwanza. Sasa madhara yake labda niyazungumze kwa kifupi. Madhara ya kwanza ni kwamba hata katika hali ya kawaida tu ya utekelezaji wa majukumu ni ngumu sana kuona viongozi wakiwajibika. Na ndio maana unaona kwa mfano katika ziara ya waziri mkuu ya hivi karibuni, yani anaenda anagundua madudu ambayo katika hali ya kawaida ulikuwa unadhani kwamba viongozi wa pale wayagundue na kuyashughulikia. Muheza kule kwa mfano, kuna mradi tu wa ujenzi wa ofisi ya halmashauri, kuna ubadhirifu umefanyika na watu 14 wamewajibika. Kuna mkuu wa mkoa kule, kuna mkuu wa wilaya kule, kuna dedi yupo kule, kuna dasi, wote wapo kule, lakini hakuna kilichofanyika. Lakini cha pili, madhara ya pili ni ya ubunifu, tunaita local innovation. Ni kwa kiasi gani watu wanakuwa innovative, kwa sababu mtu amechukuliwa tu na mbaya zaidi hao wateule wote kwa ajili hii ya dhana hii ya kujenga umoja wa kitaifa. Sio lazima wao wanatoka katika mkoa husika. Kama nilivyosema, unaweza ukawa unatoka Dar es Salaam unapelekwa labda Lindi kule, unakuwa mkuu wa mkoa, unakuwa
afisa tawala wa mkoa, katibu tawala wa mkoa, katibu tawala wa wilaya, unakuwa DC. Kwa hiyo hauna uwasili wa ile eneo. Na labda pengine dhana ilikuwa njema ya kujenga umoja wa kitaifa, lakini kama mtu hana mahusiano kabisa na eneo husika, mara nyingi sana hawezi kujituma sana, na hasa kama hawajibiki kwa wananchi husika. Sawa kabisa, tutarejea hapo kwako. Nafikiri hoja kubwa hapo ni kuhusu hawa watu wanawajibika kwa nani moja kwa moja. Hebu tuangalie nchi ambazo sasa zenyewe mfumo wake umepunguza sana masuala ya uteuzi, lakini viongozi wengi wanakuwa ni viongozi wa kuchaguliwa na ambao wanawajibika moja kwa moja kwa wananchi. Uingereza ni nchi ambayo inatumia zaidi mfumo huo. Manake ni kwamba hakuna mamlaka ambayo inateua zaidi viongozi wanachaguliwa. Na katika hilo mfumo huo, tathmini yako Jaad, unadhani ni kwa kiasi gani imeweza kusaidia kutengeneza dhana ama kusaidia kuimarisha uwajibikaji wa viongozi kwa wananchi, hasa katika kutatua kero zao? Asante sana, good luck. Kwanza niweze kusema kwamba hakuna tofauti kubwa sana ya kimuundo kati ya Uingereza na Tanzania. Tukumbuke kwamba Tanzania ilikuwa ni koloni na bado ipo ndani ya Commonwealth. Kwa hiyo mifumo mingi sana ya Tanzania inafanana na mfumo ya Kiingereza, ukiachilia mbali zile mamlaka za teuzi. Tayari Uingereza na Tanzania bado tuna serikali kuu na tuna serikali za mitaa. Hivyo vyeo vingi ambavyo umevitaja vipo, ingawa havitangazwi sana na havionekani sana katika mtazamo wa wananchi kama vinavyoonekana kwetu Tanzania, lakini mifumo inafanana sana. Lakini labda nikupe mfano mmoja nje kidogo ya Uingereza, alafu nije nichanganye na Uingereza. Miaka michache iliyopita niliwahi kuishi Czech Republic, nchi ambayo zamani ilikuwa inaitwa Czechoslovakia. Nikupe mfano mmoja. Kuna mwaka serikali kulikuwa kuna mgogoro wa kikatiba, serikali ikawa hakuna serikali kwa miezi mitatu mfululizo. Kama mwananchi wa kawaida, kama ulikuwa hujui lugha ya pale, husomi gazeti, uangalii taarifa ya habari, huwezi kujua kwamba kulikuwa hakuna serikali pale. Taasisi zote za elimu, afya, polisi, mahakama, zote zilikuwa zinaendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Hakuna waziri kwa maana nyingine. Baraza lote la mawaziri lilikuwa halipo. Kwa sababu gani? Hapo ndo narudi kama kwa nchi kama Uingereza. Kwa sababu gani ile nchi Czechoslovakia, wakati ule Czech Republic, iliweza kuenda miezi mitatu bila ya waziri yoyote, bila baraza la waziri, bila serikali? Ni kwa sababu moja kubwa: taasisi, institutions. Taasisi za nchi hizi zimejengwa na kuimarishwa na kuhuishwa kiasi kwamba zinaweza zikafanya kazi kwa kujitegemea na kutokusubiri maamrisho au maelekezo kutoka juu, maelekezo kutoka kwa waziri au kutoka kwa mkuu wa mkoa. Tayari ina mifumo kamili na ina wafanyakazi ambao wanaelewa kazi zao kwa mujibu wa sheria na kikatiba. Sasa ukitizama mfumo kama huo, Tanzania tunayo mifumo kama hiyo, lakini nitawaachilia mhadhiri hapo daktari achambue baadaye kwa upande wa Tanzania. Lakini huku kwa kitu kikubwa cha kwanza ni taasisi ndo zilizojengwa na zikapewa mihimili na zikapewa nguvu. Mawaziri wanawachiwa zaidi kuendeleza mikakati, kwa sababu kazi ya waziri ni kubwa, ni kujenga sera na kusimamia sera za vyama vyao na serikali, na utendaji unaoachiliwa katika civil service, watumishi wa umma na zile taasisi ambazo zipo. Kwa hiyo ukiweka taasisi vizuri, ukazipa nguvu pamoja, ukawapa vigezo vya kufanyia kazi civil servants ambao ni watumishi wa umma, unakuta kwamba vitu vinakwenda bila ya kumtegemea waziri. Tunasema pale ambapo mifumo na taasisi ni imara, mawaziri wanaweza kubaki tu katika ngazi ya kimikakati, lakini pale ambapo mifumo na taasisi ni dhaifu, mawaziri wanalazimika sasa kuingia katika utekelezaji kwa vitendo, ambapo huku tunaona ndio tofauti yake kubwa ilipo kulinganisha na Tanzania, ingawa mifumo ipo inafanana sana.
Sasa ni kweli kabisa na hapo ukijaribu kuangalia katika mifumo ni kweli inawezekana mifumo inafanana kwa maana ya hizo nafasi ambazo zipo kwamba kuna serikali kuu na kuna serikali za mitaa, lakini Jahad, tunakumbuka kwamba Uingereza inatumia parliamentary system, yani mfumo ambayo nguvu kubwa imewekwa kwenye bunge na bunge linamchagua waziri mkuu ambaye anatokana na chama ambacho kimefanya vizuri kwenye uchaguzi, na waziri mkuu ndo anakuwa anaisimamia serikali. Wakati Tanzania yenyewe inatumia presidential system ambapo rais ni mkuu wa nchi na ni mkuu wa serikali, na hata ukiangalia kuna namna pia hata kwenye bunge anakuwa na power ndani ya bunge. Ni mfumo ambao unatumika. Kwa hiyo tayari kuna utofauti hapo, na hasa tunavyozungumzia dhana ya uwajibikaji. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunakuja kuona kwamba kwa mfano kama Uingereza ambayo anatumia mfumo wa bunge, wananchi wanakuwa na nguvu zaidi kwa sababu bunge ni wawakilishi, ni chombo cha uwakilishi cha wananchi. Kwa hiyo wanapopewa nguvu zaidi, manake wananchi ndio wanapewa nguvu zaidi. Lakini tukirejea hapo pia kwenye hiyo dhana ya uwajibikaji, mifumo tulionayo kama alivyogusia hapo ya kitaasisi, lakini pia mifumo ambayo ipo ya kiuongozi inaweza kutusaidia kiasi gani ikiwa itabadilishwa ama itaimarishwa? Inaweza kutusaidia kiasi gani kuondokana na hichi kinachoonekana kwamba viongozi walio chini wanakuwa wanapambana zaidi kuwajibika ili kufurahisha mamlaka za uteuzi ili waendelee kuwepo kwenye nafasi, lakini sio kwa ajili ya kutatua changamoto za wananchi? Naam, asante sana. Na uzuri wake ni kwamba saa hizi kuna mchakato wa katiba, ingawaje bado imebaki kwenye maneno, lakini ni vyema tukipata fursa kama hii tujaribu kushawishi umma uangalie ni namna gani mijadala hii inaweza kusaidia kubadilisha mfumo ili kuleta uwajibikaji na kuhakikisha kwamba yule mwananchi wa ngazi za chini kabisa anaweza kunufaika na utawala wa umma. Kwa sababu kitu kimoja ambacho hatuwezi kukikwepa nchi za Afrika, Tanzania na nadhani siku hizi hata nchi zilizoendelea vile vile, ni kwamba dola inagusa kila kitu kinachohusu maisha ya mwananchi. Yaani dola kila unapopita dola aidha itakudai kodi, itakuwekea sera kwamba hapa fanya hiki, hapo usifanye kile, au labda pengine itakuwekea makatazo na kadhalika. Kwa hiyo ni muhimu sana basi kuwe na mfumo ambao unampa unafuu huyo mwananchi wa kawaida. Sasa kwa haraka tu mimi niseme tu kwamba kulikuwa na mjadala huu kipindi kile cha mapitio ya mabadiliko ya katiba, hasa ile tume ya Jaji Warioba ilivyopita kukusanya maoni. Kulikuwa na mjadala huu. Kwa mfano ulikuwa unagusa sana vyeo viwili, cheo cha mkuu wa mkoa na cheo cha mkuu wa wilaya. Mkuu wa mkoa ni mteule wa rais kama tulivyosema, na anataja kabisa kwenye katiba. Sasa katika utendaji wake wa kazi ni mtu mzito sana, kwa sababu anasimamia kila kitu kinachohusiana na mkoa husika. Sasa anapokuwa ameteuliwa moja kwa moja na rais kwa kushauriana na waziri mkuu, ni dhahiri kwamba uwajibikaji wake unakuwa ni wa kuelekea juu. Hawajibiki kuelekea chini. Yeye pale chini anakuwa msimamizi tu, na anaweza akawa msimamizi kuna maneno siku hizi sio mazuri sana, lakini bora tuyaseme anaweza akawa ni kiongozi chawa ambaye anawajibika tu kule juu, lakini huku chini anawaburuza anavyotaka yeye. Sasa katika mapendekezo ambayo tumekuwa tukiyatoa mara kwa mara ni kwamba, kwa mfano tukipata mtu ambaye anakuwa anachaguliwa moja kwa moja na wananchi katika mkoa husika, kama labda nchi zingine wanavyochagua governor kwa mfano, ina maana obviously yeye anawajibika kwa wananchi, lakini vile vile atakuwa ana wajibu wa kitaifa, sawa na governor atakuwa anafanya kazi na katibu tawala wa mkoa rais ambaye ni mteule wa rais. Unaona? Kwa hiyo muunganiko unabaki pale pale, mteule wa rais yupo ni rais ambaye ndio kimsingi mtendaji mkuu, lakini kiongozi wa mkoa husika ni governor anayechaguliwa na wananchi. Kwa hiyo hii inaweza kuleta nafuu kubwa, kwa sababu governor atakuwa anawaza kwamba miaka 5 ijayo anarudi kwenye uchaguzi, si ndio? Nimefanya nini? Nimeinnovate vipi? Nimesimamia vipi miradi ya mkoa husika?
Sawa. Sasa hiyo nafasi ya mkuu wa mkoa. Nafasi ya DC ingawaje naye ana mamlaka kubwa sana, ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa wilaya na kadhalika, lakini tumeona kabisa zile kazi zake zinaweza zikafanywa na mwenyekiti wa halmashauri au meya. Sawa. Kwa hiyo ni nafasi ambayo mtanisamehe kama nimekuja kufuta kazi watu hapa katika mapendekezo, lakini nafasi ambayo ina mamlaka kubwa. Ni maoni yangu of course. Na mamlaka kubwa lakini haina msaada kwa taifa. Sawa. Kwa hiyo nadhani yale majukumu anayofanya mkuu wa wilaya yafanywe na aidha mwenyekiti wa wilaya au tunaweza tukaita tu wote mamea, lakini wawe na majukumu thabiti ambayo yanagusa misingi ya maisha ya wananchi kule chini. Na kuna mwakilishi wa rais pale, tuna DAS, katibu tawala wa wilaya. Yule ni mwakilishi wa rais, aendelee kuchaguliwa na rais na anaweza akawa mwakilishi mzuri sana, lakini overall kiongozi pale inabidi awe meya ambaye ni mtu anayechaguliwa na wananchi. Na Dedi vile vile aendelee kubaki katika nafasi yake, ingawa tunahimiza zaidi meritocracy katika uteuzi wake, lakini itasaidia sana kuhakikisha kwamba kunakuwa na uwajibikaji wa dhati katika ngazi zote mbili, ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa. Na Dr. Hasa, unaona changamoto iko wapi kama tuna viongozi wote hawa na zipo changamoto ambazo zinakuja kuibuliwa hadi viongozi wakuu wa nchi watembelee eneo husika? Naam, inatokana tu na huo uwajibikaji wa kwenda mbele. Kama nilivyosema, na hilo la uwasili, inawezekana labda pengine sio dhana nzuri sana kwamba Hilda, wewe ni mwenyeji labda pengine wa Pwani, umepelekwa labda pengine Mbeya kule kuwa kiongozi. Sawa. Kwa namna yote ile wewe umeenda pale kufanya kazi kwa ajili ya kuijenga nchi, lakini yawezekana hautakuwa na ile mwashawasha ule na hamu ya kufanya kazi kwa bidii na kuwasukuma watu wa pale kwa sababu tu ya hiyo asili yako. Ilikuwa inatumika vizuri zamani kwa ajili ya kuleta umoja wa kitaifa, yani national integration, lakini kwa sasa inaonekana kama kuna tatizo sehemu. Sasa unakuta sasa kwa mfano kama kule Muheza nasema wanataja sijui mainjinia, wanataja wahasibu na kadhalika, wote wameingia kwenye ufisadi, kwenye mlolongo wa ufisadi. Ndio unauliza kwamba je, mkuu wa wilaya alikuwa wapi? Huyo Dedi alikuwa wapi? Huyo kuna DAS kule alikuwa wapi? Na mkuu wa mkoa alikuwa wapi katika kuangalia mpaka aende waziri mkuu agundue hayo mambo yote hayo? Kwa hiyo kuna namna ambayo nadhani inahitajika kufanyika ili kuhakikisha kwamba wananchi wa chini sio mpaka wasubiri waziri mkuu aende wamsemee. Yaani mtu wa pale pale, kwa mfano kama meya wao wamemchagua moja kwa moja na rais kumwambia meya, mbona kuna mambo ya ajabu yanaendelea hapa? Kwa hiyo nadhani ni muhimu sana kuhakikisha kwamba wale wananchi wa kawaida wapate sauti kwa kupitia kura yao. Ndio maana tunapendekeza baadhi ya viongozi wachaguliwe pale. Na wakishapata sauti ni rahisi wao kuanza kunyosha kidole kuliko kusubiri mpaka kiongozi labda wa kuchaguliwa, labda awe rais mwenyewe au labda pengine waziri mkuu aende katika sehemu husika ndo wapate fursa ya kupaza sauti. Kwa hiyo ina maana obviously ni kwamba wale uongozi wa wale wateule wa kule chini sio uongozi shirikishi, na saa nyingine wananchi wanaogopa kusema kwamba unaweza ukasema kitu baadaye likakutokea la kutokea. Akishaondoka mkubwa ukaja kuuliza wewe kirere cha nini? Ndio, sahihi kabisa. Sasa haya mambo tumeyaona, marais wengi wamepita, na mimi kwa umri wangu Dr. Mbunda hasa nimeanza kufuatilia nikiwa sasa nina akili timamu. Nimeona kwa Rais Mkapa, nimeona kwa Rais JK, kwa Rais Magufuli tena na zaidi staili hiyo ya kwamba kiongozi mkuu wa nchi anakwenda sehemu anakutana na changamoto ambazo nyingine ni changamoto ambazo hata mwenyekiti tu wa mtaa angeweza akaorganize ta mambo yakafanyika pale, lakini bado tunaona mambo haya yanafanyika na tunayashuhudia kwenye ziara za viongozi. Sasa tutakuja kuona hapo, je, changamoto ni mfumo wa upatikanaji wa uongozi ama ni uwajibikaji? Kwa sababu wapo pia viongozi ambao wanachaguliwa na wananchi, kwa mfano kama wabunge, lakini mpaka inafika muda wa kumaliza majukumu yao hawajatekeleza pia majukumu ama hawajawajibika kama inavyotakiwa. Kwa hiyo nafikiri tunaweza kuwapanua mjadala zaidi tukaona changamoto hasa iko wapi. Tunazungumza utaratibu wa kutatua kero za wananchi, lakini pia tukiangalia na mifumo ya mataifa mengine, namna ambavyo
kero za wananchi zinatatuliwa katika mataifa hayo. Tunaye hapa Dr. Richard Mbunda ambaye ni mtaalamu wa sayansi ya siasa na utawala, lakini kule London tunaye Abdulaziz Jaad. Abdulaziz, kama ambavyo tumeona kwenye nchi yetu, kero za wananchi zinakwenda kuibuliwa kwenye mikutano, na mikutano mingine inakuwa ni mikutano ya viongozi wakuu wa nchi kama waziri mkuu, makamu wa rais au rais mwenyewe. Lakini kwa hapo Uingereza ambao umefananisha sana mifumo ya uongozi na mifumo ya Tanzania, ambao kimsingi kama ulivyosema tumerithi pia kwa kiasi kikubwa kutoka kwao, ni staili ipi hasa ambayo inatumika kama katika eneo fulani wananchi wana kero fulani? Staili ipi inatumika kutatua kero hizo? Daktari Mhadhiri hapo amezungumza kwamba kuna uwajibikaji wa kutoka juu kwenda chini, lakini vile vile kuna utekelezaji wa kutoka chini kwenda juu. Utekelezaji wa kutoka chini kwenda juu unatokana kwanza kuhakikisha kwamba wafanyakazi na zile taasisi zinajengwa na watu wenye uwezo na wanachaguliwa kutokana na vigezo na wanachaguliwa kutokana na ushindani uliokuwepo katika soko. Hata kama mamlaka itakuchagua, lakini ili uweze kupewa ukurugenzi wa jiji, ukurugenzi wa manispaa, basi lazima kazi itatangazwa, kazi itaonekana kwamba ina ushindani, na atakayepata pale atakuwa ana vigezo maalum vya kufanya kazi, ili utendaji wake huo unapanda juu, na ukiripotiwa katika ngazi za halmashauri, ngazi za mkoa, ngazi mpaka ngazi za taifa. Mfumo inatofautiana nchi na nchi, lakini takriban kila nchi duniani kuna serikali kuu na kuna serikali za mitaa na za mikoa. Hakuna tofauti, kuna majina tu yanavyoitwa tofauti, lakini muhimu ni kuhakikisha kwamba, na huku wanahakikisha kwamba zile taasisi sio kwamba zinapewa watu na rasilimali vizuri, lakini bajeti zinajitegemea bajeti kwa kiasi kikubwa, ambacho kiutendaji wanapokea mapato ndani ya, kwa mfano halmashauri hapa Uingereza kuna kitu tunaitwa borough na municipals, wanapokea kiasi kikubwa. Pungufu ya hapo serikali kuu inaleta pesa, lakini kwanza wana mamlaka ya bajeti wao wenyewe, na wanaweza kupanga, na ili mradi wapo ndani ya sera kuu ya chama au ya serikali kuu, basi watakuwa na mamlaka ya kutekeleza ndani. Kwa hiyo wanapewa rasilimali na uchaguzi ni mzuri, na ndio maana hapo tunaweza kwamba tunasema, ukiona kwamba maelekezo yanatoka juu, basi ujue kwamba maelekezo hufidia udhaifu wa kimfumo. Baadaye ikiendelea hivyo inakuwa sawa, inakuwa ni utamaduni sasa. Kwa hiyo mara nyingi tunaona kwamba ile separation kuingia kwamba kila mmoja awe na mamlaka yake. Serikali kuu itasimama katika masuala ya kimikakati na sera, serikali za mitaa itasimama katika kujiendesha, lakini budget inakuwa chini yao, pamoja na watu selection inakuwa chini yao. Hilo moja kubwa. Lakini nikirudi, ni ruhusu nigusie kwa Tanzania, kwa sababu nimepita kidogo katika mfumo wa Kitanzania. Katika TAMISEMI kuna kitu kinaitwa D by D, haitangazwi sana, decentralization by devolution. Ipo katika makaratasi tu, yani jinsi gani ya kuondoa mamlaka ya juu na kuyapeleka chini. Lakini wakati huo huo utamkuta dedi amekaa pale, bajeti yake inatoka serikali kuu, maamuzi yote yanatoka serikali kuu. Kwa hiyo unamfunga kiasi kikubwa sana yule dedi, mkurugenzi wa halmashauri au mkurugenzi wa jiji, kwamba asiweze kutekeleza yote. Atatekeleza kutokana na bajeti utakayompelekea, na bado waziri anakuwa ana mamlaka makubwa sana juu ya udhibiti wa kifedha, kanuni na maelekezo ya mamlaka ya serikali za mitaa. Kwa hiyo ukimwachilia dedi ukamfunga mikono, matokeo yake kwamba hataweza kutatua matatizo zaidi, na ikishaingia kuwa ni udhaifu, unaingia kwa sasa ni utamaduni, na kama nilivyoeleza, maelekezo ya kutoka juu unakuwa ni kufidia udhaifu wa ule mfumo. Kwa hiyo hapa wanahakikisha kwamba udhaifu huo wote hakuna. Na uligusa kwamba hapa Uingereza kuna masuala ya parliamentary system. Ndio, katika bunge kuna taasisi za ukaguzi ambazo zinatoka chini zinapanda juu kuhakikisha kwamba yale malengo yote yametekelezwa.
Bahati nzuri au bahati mbaya, hizo taasisi tukienda katika bunge la Tanzania bado tunazikuta taasisi hizo hizo. Kuna kamati za bunge ambazo kazi zao ni kufanya ukaguzi, lakini mara nyingi zinakuwa hazifanyi kazi kwa malengo ya kutegemewa. Kwa sababu gani? Tunaweza tukasema kwamba wanaokaa katika kamati zile wachache wanaelewa nini majukumu yao, nini mamlaka yao, na wafanye kitu gani. Ndio utakuta kwamba kaguzi zinakuwa hazifanyiki katika serikali za mitaa, hazifanyiki katika serikali kubwa. Baadaye inalazimika sasa waziri aingie atoe maelekezo ya juu, lakini ikifika kipindi cha waziri kutoa maelekezo ya juu au waziri mkuu anapokwenda katika ziara, ukiachilia masuala ya kisiasa kuonyesha kwamba kuna utendaji, lakini ikifika hapo ina maana tunafidia udhaifu, na tusipobadilika hapo tunaendelea kuzalisha, tuna recycle udhaifu, na baadaye tunazidi kuua taasisi ambazo tunabidi kuzijenga. Kwa hiyo hii decentralization by devolution ipo, lakini ipo katika makaratasi, haifanyi kazi kiufanisi na inavyotakiwa, kusema ukweli. Naam, Jawad, nafikiri pia kwa mijadala kama hii itasaidia pia hata viongozi wetu wa kitaifa mzigo upungue. Aliwahi kusema rais nakumbuka Rais Magufuli alisema hii kazi ngumu sana. Anasema kwamba wakati mwingine anapitia mafaili usiku kucha, yani kazi ni nyingi ambazo, lakini unakuta kwenye nchi nyingine rais ana mambo machache tu ya kushughulikia, mambo mengi yanakuwa yanashughulikiwa na mamlaka ambazo ziko chini. Lakini masuala haya pia tumemuuliza moja kati ya watu ambao wamekuwa wadau wakubwa wa masuala ya uwajibikaji, Mzee Ludovick Uto ambaye alikuwa CAG. Amefanya kazi ambazo zinafanana na hizo za kukagua, maana unavyokagua unahimiza uwajibikaji na uwazi. Lakini baada ya kustaafu kwenye nafasi hiyo alianzisha taasisi inayoitwa Wajibu, ambayo ni taasisi ambayo imekuwa ikijikita katika kuchechemua kufanya uchechemuzi wa masuala ya uwajibikaji, na yeye mwenyewe amekuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakitoa maoni na kushiriki katika mijadala ambayo inahusu uwajibikaji wa viongozi kwa wananchi. Tulimwalika katika mjadala wetu, lakini kutokana na majukumu yake alishindwa kushiriki moja kwa moja kwa maana ya mbashara, lakini haya yalikuwa maoni yake tulipomuuliza kuhusiana na mfumo ambao unatumika nchini Tanzania wa viongozi wakuu wa nchi kwenda kupelekewa kero ambazo pengine zingeweza kutatuliwa na viongozi wa serikali za mitaa. Kwa kuwa sera zipo, si ndio? Utaratibu wa upangaji wa mipango na bajeti upo wa serikali, si ndio? Na sisi tunafikiria kwamba watendaji wengi wanakosa ile kufikiri kwa undani, kufikiri, kupanga na kutekeleza. Tunafikiria sisi tatizo kubwa liko hapo, kufikiri kwamba kwa nini kama kamati ya shule, mkuu wa shule, kwa sababu sera inafahamika, matundu ya choo yanayohitajika kwa population ya wanafunzi tulionayo, si ndio? Kwa nini watu wasifikiri kwamba hapa tunaweza tukashirikisha wananchi, si ndio? Wakaanza hili zoezi, hii kazi, serikali ikaja ikamalizia. Ni utaratibu ambao upo. Kwa nini unakuta kijiji kina misitu, si ndio? Kwa nini uongozi wa shule usifikirie kwamba ili upate madeski, si ndio, unahitaji mbao? Kwa nini kusiwe na ile fikra ya kusema kwamba tuombe idhini ya kukata miti 20-30, si ndio, tutengeneze madeski? Kwa hiyo kule kufikiri kwa ziada katika kutatua matatizo tulionayo, nafikiri kusema kweli inakuwa ni matatizo. Na mipango yetu also, tunapangaje? Tunapanga kwa kuchukua vitu muhimu ama tunapanga tu kiolela? Ile wanasema Kiingereza wasema prioritization. Manake mahitaji ni mengi na uwezo wa fedha ni mdogo. Kwa hiyo ni lazima uangalie ni tatizo lipi ambalo lina affect watu zaidi, ulipe msisitizo. Umenielewa? Alafu kushapanga hivyo, basi kuwe na usimamizi wa dhati katika kutekeleza haya. Tungefanya hivyo wote kuanzia ngazi ya chini huku
si ndio? Haingebidi imngoje Mheshimiwa Waziri Mkuu kuja kuibua haya majambo. Kwa hiyo serikali iangalie mfumo wake wa ajira ukweli. Tuache kuajiri watu kwa kupendelea, unajua ile uchawa, kitu unaitwa uchawa, ambayo ndio naamini mimi kabisa uchawa utaangamiza nchi hii. Mtu mchawa ni mtu anayejikomba ili mkubwa amuone, ili ambebe. Sasa mtu aina hiyo ukweli akibebwa na yakaja yakatokea tunayeona, hatuwezi kushangaa. Umeelewa? Kwa hiyo ajira ziwe ni on merit, na kusema kweli kwa ajira za ngazi ya juu ukweli they should not be permanent, pensionable and permanent. Zile kweli, kusema kweli watu wapewe mikataba na waingie mikataba ya malengo ya wanachotakiwa kuachieve, na mkataba wake uendelezwe pale atakapodhihirisha kwamba ameperform. Mzee Ludovic Uto, CAG mstaafu, mambo mawili nimechukua hapa haraka. Na kabla ya kuendelea hapa, sababu tulimwalika awali Edwin Kegoli kutoka kule Kenya na yuko katikati pia ya majukumu, kidogo tu tusikie kutoka kwake na tutarejea hapa katika mjadala huu. Edwin Kegoli, habari za hapo na karibu sana. Asante Hilda. Hapa tuko shwari. Shukran sana kwa kutenga muda kiasi. Tusikie kwa upande wa hapo Kenya, ni kwa namna gani moja kwa moja mmekuwa mkisikiliza ama hasa changamoto za wananchi zimekuwa zikisikilizwa na kufanyiwa kazi? Utaratibu gani ambao umekuwa ukitumika? Naam, hapa nchini Kenya taratibu ambazo zinatumiwa kwa kusikiliza changamoto ama malalamisho ya wananchi haswa huchukua mfumo wa eneo ama mahali ambapo swala hilo lafaa lishughulikiwe. Tuseme kwamba najua katika nchi ya Kenya kuna mfumo wa ugatuzi, hivi kwamba kuna serikali za kaunti na kuna serikali kuu, na unapata kwamba yale mambo ambayo yanafanyika vijijini yanatatuliwa na watawala wa kikaunti wa vijijini, kimaarufu wanajulikana kama ward administrators, ambao huwa mwanzo wa kutatua maswala na kupeleka malalamisho ya wananchi katika afisi kuu za kaunti. Na katika maswala tuseme ambayo yanahusiana na visa tuseme kama vya usalama vijijini, kuna machifu ambao ndio wawakilishi wa serikali wadogo zaidi katika vijijini, ambao pia hushirikiana kwa karibu na wakuu wa usalama katika vituo vya polisi maeneo hayo. Na kama swala linazidi kituo cha polisi, basi huwa linapelekwa katika regional police headquarters ambazo husaidia katika kutatua masuala ya usalama. Ikiwa ni masuala ya kiafya, unapata kwamba kwa sababu masuala ya afya yamegatuliwa, serikali za kaunti huwa zinawajibika katika kuhakikisha kwamba madawa ziko, zahanati zina madaktari na wauguzi, na kuna mgao ambao unawekwa katika hospitali zile kuhakikisha kwamba huduma kwa wananchi zinatimia kwa wakati ufaao. Na vile vile huwa kuna changamoto ya madawa. Unapata kwamba shirika la kitaifa la kupeana madawa KEMSA wakati mwingine huwa linachelewa kupeleka madawa katika vituo za zahanati haswa zile za vijijini, lakini unapata kwamba ni masuala mengine ambayo huingiliana, kama tuseme KEMSA haijalipwa pesa na serikali za kaunti kuweza kupeleka dawa kule. Unapata kwamba masuala hayo ya kufadhili masuala ya kiafya yanahujumika.
Lakini vile vile serikali za kaunti hutegemea sana mgao kutoka kwa serikali kuu, kwa sababu serikali za kaunti huwa zinakuwa na mgao mara mbili. Kuna ushuru wa serikali ya kaunti na vile vile mgao unaotoka katika serikali kuu. Lakini ule ambao unatoka katika serikali kuu ndio wenye manufaa zaidi, kwa maana ndio inasaidia katika kulipa mishahara na kulipa wale ambao wana kandarasi, wanatoa huduma muhimu, na ile ushuru ambayo inaokotwa na serikali za kaunti, tuseme kama vile ada ya kuegesha magari, tuseme kama ada ya mashamba na mijengo, na pia kutoa leseni na kwa biashara, na vile vile katika mijengo ambayo inajengwa. Unapata kwamba ni njia moja wapo ya kaunti ambazo zinapata ushuru. Na katika kijumla masuala ya kusaidia wananchi ama kuwajibika katika masuala ya utawala uhusiana sana na context ya masuala yanayoibuka. Na ni katika mchakato huu wa kushughulika na hizi changamoto, maeneo gani ambayo unaona bado yamekuwa na changamoto au udhaifu? Kuna masuala ya afya, kuna masuala ya elimu, kwa maana katika serikali ama katika mfumo wa elimu nchini Kenya, masomo ya chekechea yamegatuliwa hivi kwamba yanasimamiwa na serikali za kaunti, na serikali za kaunti nyingi hazijawekeza katika kiasi cha haja ama kwa kiasi cha haja ili kuboresha masomo ya chekechea haswa kwa wale wananchi wadogo ambao wanategemea shule za umma. Unapata kwamba bado miundo misingi, tuseme kama ni madarasa, teknolojia katika masomo ya chekechea bado haijashika kasi. Na ni swala ambalo laweza kushughulikiwa kwa kitawala ama administratively. Hii ndio changamoto kubwa ama mojawapo ambayo inahujumu kuweza kukua kwa watoto katika msingi dhabiti ya kimasomo, kwa maana unapata kukiwa na hakuna njia mzuri ama access roads. Kukinyesha unapata ni vigumu wanafunzi kuelekea shuleni. Unapata hakuna miundo msingi, madarasa hayapo ya kutosha ama yenye yanaweza kustahimili mabadiliko ya anga. Hivi kwamba kukinyesha basi inamaanisha shule haiwezi kumudu wasomi katika siku hiyo. Na sasa Kigoli, kwa kumalizia tu, pale ambapo mnakuwa mfano katika eneo husika kuna changamoto hizi za kawaida kama vile za maji, umeme na nyinginezo, watu hufikia katika hatua gani ya kwanza pia kwenye kuwasilisha hizi changamoto zao? Naam, kuna viongozi, kuna kiongozi wa wodi ambaye anaitwa MCA, kuna mbunge ambaye anasimamia eneo bunge, na vile vile kuna seneta, kuna mwakilishi wa kike, kuna gavana, na katika serikali kuu kuna naibu wa rais, na vile vile mawaziri. Katika mfumo huu wa utawala unapata kwamba mwakilishi wadi ndiye anakuwa wa kwanza kuweza kuchukua masuala yanayofanyika katika wadi na kupeleka katika bunge la kaunti hiyo, ambayo inajadili njia ambayo yaweza kutatuliwa kwa masuala haya, na ikiwa swala hilo linawezwa tatuliwa na serikali ya kaunti, basi hapo ndipo linapotatuliwa. Lakini ikiwa ni swala ambalo linahusiana na ushirikiano na serikali kuu, unapata kwamba linapelekwa katika afisi inayofaa ili suluhisho likaweze kupatikana. Na pia niseme kwamba kuna hatua ambazo zimepigwa katika kushirikisha serikali za kaunti na vile vile serikali kuu, hivi kwamba kuna mwingiliano wa kazi. Unapata kwamba serikali ya kaunti inashirikiana kwa karibu sana na serikali ya serikali kuu. Nitoe mfano katika
kaunti ya Nairobi hivi sasa imetia sahihi na serikali kuu na itapata ufadhili wa bilioni 80 pesa za Kenya, ambayo itaenda katika masuala ya maji, masuala ya usafi wa mji na masuala mengine ya vile vile ya kuboresha usalama katikati mwa jiji, na vile vile kuimarisha mfumo wa ugatuzi katika kaunti ya Nairobi. Shukran sana Kegoli. Na awali kabla ya Kegoli kutueleza, tumemsikia pia Ludovic Uto ambaye amegusia hasa maeneo ambayo anayaona kama changamoto na mapendekezo pia ambayo ameyatoa. Dr. Naam, ni sahihi. Ulikuwa unasema msikia mambo mawili haraka. Nilikuwa nasema mambo mawili nimeyaona pale kwa kutokana na maoni yake. Kwanza kuhusu ambalo uligusia pia mwanzoni, ubunifu, yani kufikiria kutatua changamoto katika kubuni na kutekeleza mipango ambayo iko pale. Lakini lingine akagusia ambacho pia na wewe uligusia kuhusu watu wapate kazi kwa uwezo, yani based on merit. Sasa hayo mambo makubwa mawili nafikiri nimeona yamejitokeza kwenye hoja zenu karibu wote. Ni sahihi kabisa. Kwanza nimefurahi kumsikia mzee Uto. Ni kati ya wazee ambao wako makini sana wanapotoa hoja, na labda mimi niongeze mawili mengine ambayo nimeyasikia. Hilo la usimamizi, maanake anahitaji kuwa na usimamizi thabiti wa miradi ya maendeleo inayofanyika kule chini. Sasa na of course yule mchambuzi wetu wa Uingereza amezungumzia utekelezaji kuelekea juu, kwa maana ya kwamba watu wanavyofanya kule chini inatakiwa wao wanaripoti ngazi kwa ngazi utekelezaji wao unavyoenda. Hayo ndo ni mambo ambayo yatasaidia sana kuleta tija katika serikali za mitaa. Na of course Edwin Kenya naye amegusia jinsi mfumo wao ulivyo. Wao kule wana governor kwa mfano. Ina maana governor ni mtu anayechaguliwa na wananchi. Obviously ni mtu ambaye anawajibika kwa wananchi moja kwa moja. Kwa hiyo tunapozungumzia uwajibikaji kuelekea chini, tunamaanisha kwamba huyu mtu sio tu kwamba anaangalia kule juu ambako labda pengine mamlaka imemteua. Hapana, anaangalia wale wananchi wanawaza vitu gani. Unaona? Ni muhimu sana. Nichukua tu mfano mmoja wa hizi ziara zilizotokea. Nadhani ilikuwa Lushoto kule utagundua kwamba kuna leseni za kuchimba bauxite zilikuwa zimetolewa. Sawa? Na kimsingi zile leseni zimetolewa katika eneo ambalo zamani kulikuwa na katazo la athari za kimazingira kwamba machimbo yanatakiwa yasiendelee kwa sababu ni makazi ya wananchi. Sasa unapokuwa na watu ambao labda pengine wanawaza tu ni namna gani wananufaika au wanaweza kufurahisha mamlaka za juu kwa kusema kwamba tumeweka wawekezaji, kazi inafanyika na nini, bila kuangalia maslahi ya wananchi, utagundua kwamba yale makatazo labda pengine mambo yanayogusa mazingira na afya ya wananchi hatazingatiwa. Sasa mpaka anakuja waziri mkuu anasimamisha, anasema hapana, lazima tufanye kwanza tathmini ya asali ya mazingira na kiafya, tuone kwamba watu wataathirika vipi. Kwa hiyo leseni zisimamishwe. Kwa hiyo ni muhimu sana na ili kuhakikisha kwamba hayo mambo yanafanyika vizuri, ndio swala la usimamizi linafanyika vizuri, lazima tuhakikishe kwamba tuna watu ambao wana vigezo kwenye zile nafasi. Sasa labda jambo moja ambalo labda tunapenda kuliweka wazi ni kwamba katika nafasi, kwa mfano nafasi ya siku hizi kuanzia labda 2015 hapa tumeona hii imekuwa ni common nafasi ya DED, nafasi ya DAS, hata nafasi ya RAS na hao ma-DC na ma-RC, ni kwamba labda pengine unagundua kabisa huyu mtu alikuwa ametia nia kwenye jimbo fulani, alafu mambo yakwenda sawa, kachukuliwa kapewa hiyo nafasi. Unaona, mara nyingi wanakuwa ni makada, watu ambao saa nyingine hawana hata uzoefu na hizo kazi. Lakini tunapozungumza nafasi hizo watu wapewe kulingana na vigezo, tunataka kuangalia kwamba wale watu ambao wapo tayari kwenye mfumo wa utumishi wa umma, watu ambao wana uzoefu at least wa miaka kadhaa ya utendaji,
basi wakipewa zile nafasi ni dhahiri kwamba watatumia uzoefu wao, lakini vile vile na vigezo walivyokuwa navyo, vigezo vya kielimu na kadhalika, kuweza kutekeleza vizuri na kuleta usimamizi. Kuna huu mfumo unaopendekezwa wa kazi kutangazwa watu waombe. Naam, ni muhimu sana huo, nao ni muhimu kwa sababu hata tunavyosema, kwa sababu mtu akiomba ina maana kuna vigezo ambavyo vitawekwa pale, kikiwepo cha kwanza labda cha uzoefu, labda pengine awe na uzoefu labda wa miaka 3, nichukulie mfano 3 kazini, sawa awe labda pengine na sifa hizi za kielimu na kadhalika na kadhalika. Sasa vile vigezo ndivyo ambavyo vitawafanya watu washindane na mwisho wa siku tuone mtu gani atafaa sawa katika hiyo nafasi. Na kimsingi tukizungumza tu labda pengine uwajibikaji na utekelezaji na usimamizi wa dhati katika ngazi ya kitaifa kwa ujumla, nafasi nyingi sana tulikuwa tunategemea watu waombe. Yani hata katibu mkuu nadhani Kenya anatuambia katibu mkuu kule wanaomba. Mtu naomba nafasi, unaomba ile kazi unafanyiwa usahihi. Na hata zile za kuteuliwa, hata zile za kuteuliwa ukishateuliwa sio kwamba ndio imeisha. Unapelekwa bungeni unakwenda kufanyiwa usahihi. Na bunge afu bunge linapitisha. Bunge lisipopitisha inabidi mamlaka ya uteuzi itilete tena jina lingine. Sahihi kabisa. Katika zile nafasi ambazo rais anateua na uzuri na kauzoefu kidogo kuripoti uchaguzi wa Kenya, wao wanachagua nafasi 6. Wanachagua rais ambaye anaambatana na makamu wake wa rais, wanachagua gavana, seneta, wanachagua mbunge alafu wanachagua wale hata wale wanawake wale na wenyewe wanachaguliwa yani, alafu wanachagua na hao MCAs ambao hao ni kama madiwani wanaingia kwenye mabaraza ya county. Sasa ni nafasi ambazo ukijaribu kuangalia wanakava mfumo wote, yani wao wanachagua viongozi wote wa serikali kuu na hata wale wa serikali za mitaa. Kwa hiyo rais anabaki tu na kutoa baraza la mawaziri labda na makatibu wale ma-PS makatibu wa wizara na nafasi nyingine kwa mfano kwenye majaji na kadhalika. Lakini Kegoli, unadhani mfumo huu umewasaidia kwa kiasi gani kwa kumalizia sasa kwa kutatua changamoto ambazo wananchi wamekuwa nazo? Swali limerudi kwangu. Kegoli, Edwin Kegoli kama bado yupo kwenye mtandao. Naam. Nasema mfumo ambao mmekuwa nao wa viongozi wengi kuchaguliwa umewasaidia kwa kiasi gani kutatua kero za wananchi? Ukinipatia dakika moja alafu urejee kwangu nitatue swala hili kidogo. Sawa. Sasa kwa sababu pia una muda nao umekwenda, Jaad, kwa tulikuwa tunahitimisha mifumo ambayo imekuwepo katika hizi nchi za Kiafrika inakwamisha ama kurahisisha kwa kiasi gani kutatua mahitaji ama kero za wananchi? Kwa kiasi kikubwa inakwamisha, lakini kama tulivyozungumza mwanzo, kwanza uwajibikaji katika mifumo ya kwetu ya Kiafrika ipo zaidi katika, sio kupitia katika mifumo, bali ipo katika haiba za watu. Mawaziri wanapewa nguvu kiasi kikubwa sana cha utekelezaji, kiasi cha kwamba wanachukua overall accountability. Hilo moja. La pili, nilichokisoma hapa kutoka Kenya, kutoka nchi nyingine, kwamba umuhimu wa kufata mifumo iliyoweka. Mfumo wote ambao tukaweka, ikiwa ni mfumo wa kuteua kwa rais au kuteua kwa kutangaza, ili mradi kuwa kuna merit system ambayo yule atakayechaguliwa anaweza kufanya kazi vizuri. Hilo moja. Budget imeguswa katika pande zote mbili. Ukimteua mtu chini katika mamlaka ya halmashauri wakati hana budget, atakuwa tegemezi kwako. Na mwisho kutoka Kenya amezungumza kitu cha ugatuzi ambacho nilikizungumza pale, Kiingereza tunasema decentralization. Tunachokiona kwamba Kenya wamefuatilia ule ugatuzi, decentralization, usimamizi, enforcement, lakini sisi bado zaidi ipo katika makaratasi. Mfumo mmoja wa TAMISEMI umekwenda katika ugatuzi na tunauona kiasi fulani unafanya kazi vizuri, lakini mfumo wa serikali kuu bado uko centralized, hauko katika ugatuzi. Umewekwa, unampa mamlaka makubwa sana waziri, na waziri vile vile inabidi wajitambue kwa namna moja au nyingine kwamba kazi yao kubwa ni kusimamia masuala ya kimkakati na kutekeleza sera za kitaifa na sio usimamizi. Nakumbuka wazi kabisa wakati Tony Blair alipokuwa waziri mkuu hapa,
ukimuuliza wakati wote alikuwa ana majibu paka ya chini. Kwa sababu gani? Yeye alikuwa ana control sera, lakini ule usimamizi wa chini na kaguzi zile za chini ambazo nimezungumzia, na kashukuru kwamba bwana Ludovic mkaguzi mkuu wa zamani CAG aliugusia, lazima tuwe tuna system za ukaguzi, na akawa ana mfumo mmoja tunaita dashboard, balance scorecard. Anayo karatasi peji 2 au 3 ambazo zinampa takwimu zote za kila mkoa, za kila halmashauri mpaka chini. Kwa hiyo hasubiri kwenda kule chini ndo akapewa jibu. Kila mwezi, kila wiki atakuwa anafuatilia zile scorecard zake, na mpaka hapo tunaona kwamba mawaziri wengi hawana scorecard, hawana balance scorecard, hawana dashboard, wanasubiri na wao wenyewe waende kule mkoani wapewe. Kwa hiyo kuna system ya kutoka juu kwenda chini na kuna system ya chini kwenda juu. Lazima zote zifanye kazi. Naam. Hicho ndio kinachohitajika kwa Tanzania kwa sasa hivi, kuiga mifumo ya nje. Naam, shukrani sana Abdulaziz, asante sana pia Edwin Kegoli, na nakushukuru pia Dr. Richard Mbunda kwa mjadala huu muhimu ambao pengine ukasaidia kuangalia kutengeneza mtazamo mpya wa kuona jinsi gani tunatatua kero za wananchi kwa kushirikisha mamlaka za chini kwenye serikali za mitaa.